Naam, mtazamaji, karibu katika mazungumzo ya siku ya leo, ambapo tutajikita katika mada isemayo watu wenye akili na viongozi wenye hekima. Watu wenye akili na viongozi wenye hekima, ama unaweza kuita viongozi wenye busara. Hili ndilo tutakalo lizungumza ama kusemeshana kwa siku ya leo. Na tukumbuke kwamba nyakati hizi za siku za mwisho ni nyakati za siku za mwisho, ambapo ni muhimu sana kumtanguliza Mungu katika maisha yetu kwa kila jambo. Basi nikualike katika wakati huu tukae vizuri, tusikilizane, lakini sasa tumuombe Mungu kwanza. Asante Mungu wetu ambaye ni mwema siku zote. Wewe unatujua vema tangu kuzaliwa kwetu na mpaka sasa. Sisi kama wana wako tunafahamu tupo kwa neema tu. Tumepata heri ya kuwa na afya njema, tumepata heri ya kuwa wazima, lakini tunajua ni ulinzi wako, maana wewe ndiye unayemiliki kila kitu. Unamiliki viongozi, unamiliki wasio viongozi, unamiliki watu wasio na hekima, unamiliki pia watu wenye hekima. Tuongoze Mungu wetu katika yote. Amen. Ninakushukuru kwa kuungana nami katika maombi haya. Hivyo naomba nijielekeze moja kwa moja katika kujisemesha hili jambo ambalo nimekuambia kuhusiana na watu wenye akili na viongozi wenye hekima. Kwa wale wafuatiliaji wa Biblia wanafahamu kwamba kuna simulizi inaeleza kwamba katika utawala fulani alikuwepo mtu akiitwa Farao. Farao alikuwa mtawala wa nchi, lakini katika nchi hiyo ikatokea wakapata adhabu ama wakapata shida ya kuwa na njaa. Baada ya kupata shida ya kuwa na njaa, Farao pamoja na wapambe wake, tutumie neno hilo, machawa wake ama washauri wake, kwa namna yote ile unavyoweza kuita, lakini ijulikane kwamba yeye pamoja na serikali yake walishindwa kutatua jambo hilo la njaa, kwamba wafanye nini ili njaa iondoke katika eneo la nchi yao. Ndipo Farao akaambiwa na kukumbushwa jambo kwamba kuna mtu mmoja yuko gerezani, amefungwa gerezani, lakini mtu huyo anaweza kuwa msaada mkubwa sana katika nchi, kwa sababu ana akili, anaweza kukushauri vizuri wewe kama kiongozi wa nchi, na matatizo yanayoikabili nchi yako yakapata majawabu, si majibu kutoka kwa washauri wako kama ambavyo wanakushauri. Simulizi hiyo inasema kwamba mtu huyo aliitwa Yusufu, alikuwa gerezani. Ndipo ikaamuliwa Yusufu akatolewe gerezani na kuja kuketi mezani pamoja na mkuu wa nchi na kumshauri nini kifanyike ili njaa iondoke katika nchi hiyo. Farao akaamua kumsikiliza Yusufu ambaye alitolewa gerezani. Yusufu kwa sababu ya akili yake akausaidia utawala wa nchi hiyo ya Farao. Tunajifunza nini? Funzo lake ni kwamba kiongozi mwenye hekima na mwenye utawala anapenda kukaa na watu wenye akili karibu. Kiongozi ambaye hana busara na hekima
anawakimbia watu wenye akili. Katika simulizi hiyo tunaweza tukajifunza, simulizi hii ya Farao, sisi kama viongozi tunaweza tukajifunza, badala ya kuwaadhibu watu wenye akili, tunapaswa kuwa nao jirani wakatusaidia katika utawala na wakasaidia nchi. Na ndio maana baadhi ya nchi watu wenye akili wakienda kusoma kwao wanawapa na uraia. Lakini sisi naona tumetoa uraia sana kwa wachezaji wa mipira. Ni jambo zuri sana, ni jambo zuri. Ni jambo zuri. Lakini katika utawala kwa ujumla, kwenye meza kuu, tunapaswa viongozi kutokuwakimbia watu wenye akili, kutokuwafunga watu wenye akili, kutokuwasurubu watu wenye akili, kutosurubu mawazo ya watu, kuwanyamazisha watu wenye akili. Simulizi hii ya Farao inaweza kawa simulizi nzuri sana kwa mafunzo katika nchi mbalimbali za bara la Afrika. Lakini ninayo mashaka kadhaa. Mashaka yangu ni kwamba sisi viongozi, kwa sababu tunao watu wanaotuzunguka na baadhi tunawaita washauri. Mashaka yangu yanajikita katika jambo hili. Huenda washauri wetu hawatushauri vizuri zaidi ya kutupamba, na hata wakitushauri wanatushauri kulingana na jinsi tunavyotaka sisi. Kama ndivyo sivyo, basi tuyatendayo yaliyo mazuri ni kwa ajili yetu wenyewe ama kutoka kwa washauri wetu, na tuyatendayo yaliyo mabaya huenda ni ushauri wa washauri wetu, ama sisi tunatenda ndivyo sivyo na yale ambayo tunashauriwa. Ushauri wangu, tusiwakimbie watu wenye akili. Huu ndio ushauri wangu. Sisi kama viongozi wa ngazi mbalimbali, tusiwakimbie watu wenye akili. Tusiwafunge magerezani watu wenye akili. Tusiwatendee maovu na mabaya watu wenye akili, bali tuwasogeze katika malango yetu, tuwasogeze katika ofisi zetu, tuwasogeze katika maisha yetu, tuwasogeze katika utawala wetu, ili wasaidie nchi, wasaidie kizazi cha sasa na kijacho. Msingi wa mazungumzo na kujisemesha kwangu kwa leo, nimewaeleza mwanzo, ni kwamba tumejikita kwenye watu wenye akili na viongozi wenye busara, ama utaweza kuwaita viongozi wenye hekima. Nimeshauri kama sisi ni viongozi wenye hekima, basi tuwachukue watu wenye akili watusaidie kutushauri, badala ya kuwatesa kwa namna moja ama nyingine. Farao alienda kumtoa gerezani Yusufu kwa sababu alikuwa na akili na akaisaidia nchi yao. Mpaka sasa nchi hiyo kwa sasa haina njaa na wala haijawahi kulia njaa tena. Karibu katika kutafakari.